Mambo vipi? Bruce Amani hapa na nimekuja mjini Cologne, moja hapa miji ambayo ni mizuri sana yenye shughuli nyingi hapo Ujerumani, ili kuhudhuria moja ya show ambazo zimeandaliwa na mmoja wa wachekeshaji ambaye anajitengenezea jina hapo Ujerumani, lakini pia Ulaya nzima. Si mwingine bali ni Captain Khalid. Karibu sana bro. Asante sana. Karibu katika Deutsche Welle. Kukupata sio rahisi sana ndugu yangu, una shughuli nyingi kweli. Tunamshukuru Mungu. Mungu. Sawa. Kwanza kabisa ningependa kujua Captain Khalid ni nani, alizaliwa wapi, na hebu eleza kidogo namna ambavyo umekuwa. Mimi nimezaliwa Bukoba. Bukoba ni mtoto wa Hussein Kaitaba, wale watu wa mipira. Ndio mzee wangu huyo. Na nipo hapo. Nilikuwa nafanya comedy Tanzania hata kipindi fulani na Funny Fellas. Lakini ikabidi saa tuangalie jinsi ya kuna market kubwa. Alafu Tanzania ni nchi kubwa vile vile. Alafu tuna interesting things to show and to share. And someone had to do it. So a captain had to leave. Captain. The captain ikaingia. Kwa ni mhaya. Ndio. Hicho kitu cha muhimu. Ni mhaya asiyejigamba. Mhaya asiyejigamba akaanza comedy nyumbani na akafika Ujerumani. Umeingia Ujerumani umekaa kwa muda gani? Sasa hivi itakuwa miaka 10. Lakini tayari nilikuwa nafanya comedy nilipokuwa niko Malaysia. Kwa hiyo wakati na kabla hapo tulikuwa nafanya Tanzania, the Funny Fellas ilikuwa ni sisi. So we pioneered actually comedy in Tanzania, ambao unaona sasa hivi watu kama kina Koi, mashallah. Hawa ndio watu ambao walikuwa wanaperform kwenye show yangu. Ndio. Baada sasa katika unajua kusaidia, unajua kitu kingine uwezi, ni ngumu kuwashauri watu. Una maana gani kwa sasa hivi unashauri watu kwa kufanya? Kwa sababu unajua kuna kile kitu zingine watu wa nyumbani Tanzania na watu wengi ambao talented kwa kile kitu. Lakini watu wengi tunakuaga na ile kwamba yani ni vya wengine, wale ndio wanawezaka. So nasema no, we can actually do it. Unaweza ukaongea Kiswahili ukaenda nchi, yani unaongea Kiswahili ukafanya kitu, yani cha muhimu tu uweze kuangalia uwe na plan. Umeona na huko unakwenda ongeza value, kitu kama hicho. Ndio. Umetaja comedy umeanza nyumbani, ni sanaa ambayo ni kubwa sana, na umekuja hapo Ujerumani, naona kama nilivyotaja umezunguka miji na bado ratiba yako tukiangalia imefurika kweli. Unawezaje? Kwa sababu nimeona baadhi ya clips zako mitandaoni, mashabiki wako ama watazamaji ni watu mchanganyiko. Maudhui unayotengeneza, unaweza nini ambacho kinakushawishi? Ama unazingatia nini? Ninaishi hapo. Hicho. Yaani unaona kama Deutsche Welle, wewe unaishi hapa, unaona taarifa habari, unaripoti. Ndio. Mimi hivyo. Kama unajua chochote na ripoti na chochote. Kwa hiyo taarifa habari haijengi Mwafrika peke yake, kuna mtu wote aliye pale. Sasa mimi nafanya hiyo, ila ripoti yangu sasa ndio hiyo comedy routine. Kwa ndo maana ninavyofanya maudhui au chochote, mimi siko limited kwa group hii na hii. Nakuwa kama maji. Kila mtu lazima akate kiu. Ndio. Kwa hivyo haina technique, ndio. Ni tuumbea. Lakini katika baadhi ya maudhui ambayo unayafanya, wakati mwingine unatumia, unagusa masuala nyeti, pengine unatumia kejeli. Na hii kwa kutegemea ni nani ambaye anatizama, huoni kama nini ambacho unazingatia, pengine usivuke mstari sana katika masuala ambayo unayagusia sana katika maudhui yako? Ni vile ninavyofanya, kwa sababu hata ninavyofanya watu wengine wanasema siwezi nikaamini nikasema hicho. Umeona? Ndio. Lakini kila mtu anafikiria hicho. Sema mimi tu nina uwezo ukisema bila kuwa, unajua kila matendo ni nia yake. Umeona? Ndio. Na watu wanainusa nia yao. Wanaweza wakao unakuja, unasema unakuja kushauri, lakini unakuja kusukana. Unakuja kusodoa. Ndio. Sasa mimi nakuta nikisema vitu, lakini nia yangu ninavyosema sio kwamba nina judge na nini, nasema jamani, kuna vitu hapa nimeviona kama mlivyoona. Hiyo comment unatafuta, andika wewe.
So this in a way sense that turuhusu, ujue mimi ni Muislamu, najua. Ndio. Maana yake kwamba kila mtu inabidi awe safe from me. My existence. Awe salama, ndio. Uwepo wangu lazima uwe ni salama kwako wewe. Umeona? Kwa hata mimi kuongea lazima iwe salama kwako wewe. Kwa hata kama saa nyingine ninakuwa ninakusodoa. Ndio. Lazima nifanye kwa hiyo ni vitu kama hivyo, na inakuwa naweza kuongea nini, lakini tunakubali kwamba wote tunaishi kwenye jamii, kila mtu Kweli. Mazingira ni magumu na unajaribu bila kupoke, lakini message inakuwa delivered. Bila shaka, na hapo Jerumani ina jamii tofauti kwa kweli. Umesema umeishi hapa, bila shaka umekumbana na changamoto nyingine katika kazi, kuwafanya watu wacheke, wakati huo pia ukijitafutia kipato. Kuna wakati pengine umepitia ukosoaji, na vipi unavyokabiliana na hali kama hiyo ikikukuta? Ujue, yani na bahati. Najua mimi sasa hivi ndio watu wanaona, lakini mimi niko kwenye industry 15 years. Wakati Asian industry inaanza nipo, Tanzanian industry inaanza nipo, hapa inaanza nipo. Umeona? Kwa hiyo sisi tumepata nafasi ya kuwa we were doing something different, and we were different, and people were like wow. Kwa sababu vile hicho unakuwa Mtanzania, unafanya comedy kwa Kiingereza, Ujerumani. Ni vitu vingi kwa wakati mmoja. Ni kweli. Na afu ni Tanzania, mtu ukisema Tanzania si anakuwa anajua ile wanakuja safari kuvolunteer. Kwa hiyo yani mtu unakusa memory nyingi, kwa anakuja kuona. Sasa yakuta una perspective nyingine, word of mouth. Lakini sasa mimi nikawa idea kubwa ilikuwa ni kutengeneza industry, kwamba nilikuwa naona comedians wengi wanataka kwenda Uingereza wapi. Lakini naambia comedy sio Uingereza au Marekani, there is a big market here. Kwa hiyo ndio nikaanzisha Hamburg International Comedy, kwamba nachukua upcoming comedians na waweka na walipa vizuri, kwa sababu kwingine walipa. Alafu kusudi wajiandae na show zao, waje wafanye show. But eventually nimefanya hiyo kama miaka 7 years. I was doing for others. Lakini nikaona sasa kama I can do, nikaachana na hiyo mambo. Nikaanza kuproduce Basket Mouth and then my own shows. Kwa hiyo mimi nimeingia yani niko katika is an artist, but at the same time business creator. So the things we face, sijani ni motisha. Ndio. Kwa sababu what we are doing hata hivyo ina add kwenye cultural activity. Mji unaongezea thamani kwa kutengeneza events kama hivi. Kwa mji unaangalia what can we do. Okay. Kwa problem inakuja sasa what concert, what idea inaanza. Kwa kuna maeneo mengi ambapo ungefanya kazi. Na uzuri ni kwamba niko mwenyewe na mtu ana concepts kama hizi. Ni Ujerumani, Kiingereza. Kwa hiyo unakuta competition. Umeona? Kwa hiyo yani ni soko alhamdulillah. Unazungumziaje sanaa ya uchekeshaji katika nyakati za sasa ukilinganisha pengine na nyakati zilizopita? Nasema hivi kwa sababu hivi majuzi tumeona Rais wa Marekani Trump akimshambulia ama akimtishia mmoja wa wachekeshaji maarufu zaidi, Trevor Noah, katika namna ambavyo alimkejeli pengine katika show za Grammy. Unahisi kama kuwa mchekeshaji una leseni ya kuachana live pengine watu na vigogo? Hapana. Kwanza mtu yote anayeongea unajua ni mdomo unaongea. Unavyoongea inatuonyesha wewe ni nani. Umeona? Mimi ninakotoka kuna vitu za kuongea, lakini saa nyingine angalia ya kuongea. Umeona? Sisemi kwamba usiseme ukweli kama kuna ukweli. Ongea ukweli. Fanya, lakini sasa nyingine kuna watu wanavuka mipaka. Unaona? Mpaka afu tatizo ni kwamba watu wanajua anaweza akawadharau watu, akafanya vitu watu, alafu hakuna consequence. Ni freedom of speech. Ndio. Unaona? Lakini freedom of speech waangalie inavyokuwa translated. Kwa sababu unaweza kuongea vitu unadhani uko na freedom of speech, alafu vitu vinakugeukia. Ndio. Kwa hiyo sasa you have to be true to yourself according to where you are coming from. Mimi napotokea nataja hivi kwa sababu hilo napotokea kwa sababu tumeona nimekatiza kwamba tumeona katika baadhi ya demokrasia pengine za Ulaya na Marekani kule, unaweza ukawa na angalau uhuru wa kuwakosoa ama kukejeli watu ambao katika mamlaka, lakini katika baadhi ya maeneo ulimwenguni, hasa Afrika kwa mfano, hii inakuwa ni changamoto kubwa sana hata kuzungumzia mtu ambaye yuko mamlakani. Hii sio Afrika tu, hii inaanza sasa hivi. Kuna kitu kimoja inaitwa the rise of nationalism.
rise of nationalism, kwamba watu ile my country our people. Ndio maana hii inatokea Afrika, inatokea hapa, na viongozi wanaokuja na hizo ideologies, ndio umeona, na ni authoritarian period of time, kwa sababu change is happening, umeona. Kwa hiyo yani hata sasa hivi huko Ulaya unaangalia cha kuongea. Aha. Yes, unasema freedom of speech, Ndio. Aha, lakini sasa kuna kuongea ina mipaka yake. Umeona? Kila kitu kina mipaka. Kwa hiyo hata cha muhimu tu uangalie hiyo mipaka imetengenezwa kwenye mipaka ipi. Umeona? Umeshawahi kujikuta katika hali ambayo mimi nakwambia hiyo comment unatafuta andika wewe. Mimi I don't like I will talk about things. Ndio. But yani I don't try to politics. Lakini tutagusa lakini mmoja wapo tutagusa katika unajua ile ambayo ikinyesha kufanya imenyesha kidogo tutagusa, na aliona ameona, ambaye kuona, lakini sitachukua muda unajua, kwa sababu najua baada ya muda we are gonna have to put our ideologies first. Utakuja when that time comes and me I can stand and talk, I will, but for the meantime unacheza chini lakini usiku huu unataka kuwachekesha watu, lakini mada nimeona ni kwamba Mandela Effect. Hii ina mtizamo wa kisiasa zaidi ama? Hapana, Mandela Effect ni pale watu wanakumbuka kitu with the wrong kama zile nyimbo, tuna nyimbo zetu usina nyimbo ni what's love got to do with it, lakini sisi tulikuwa tunaimba husna, ndo Mandela Effect. Umeona? Lakini at the same time it's the time right now, you know, it's the time where there is this Mandela Effect. The people who are supposed to be the one talking the truth are the people who are being put everywhere else. There's a Mandela thing going on. So there are people who are going to be jailed, there are people who are going to be broken, but there are people who are making a change. Yeah, there's a Mandela thing going on, because Mandela was once on the wrong side. He was once a terrorist. Unaona alikuwa gaidi, mwingine akamwona kama mkombozi. Na hiki kitu sio ni sehemu nyingi sana. Ulaya, there's something going on. There's a Mandela thing going on. Kwa hivyo mwishowe sio wacheke tu, lakini watoke na kitu. Tunajaribu kumkumbusha kila mtu kwamba sisi ni binadamu. Umeona kwamba sisi ni binadamu. Achana na hizi politics na nini, mwisho wa siku inabidi ule, kuna familia, kuna maisha. Kweli. Kuna maisha baada ya kila kitu. Kwa sababu unakumbushana hivyo vitu, na unakumbusha kwa watu kwamba hata kama mzungu, China, nani, sote tuna stress hiyo. Tunayapitia hayo. Kwa sasa wewe utanichukia au tunaje, lakini huwezi kuamini tuko sawa. Kwa hiyo ndio kitu by the end unaambia bwana, at the end of the day jamani, complications ni huko, lakini maisha ni kama unavyoona, naacha kina Mandela afanye kazi. Unafuatilia hali ilivyo nchini Tanzania? Yes, nafuatilia. Una mtazamo gani pengine kutokana na hali ya sasa nchini humo? The thing is, Tanzania imetoka mbali kama nchi. This is my home. And tunajaribu. Umeona, tunajaribu. It's a country where kila mtu ana mapendekezo mazuri na kila mtu anajaribu. Umeona? Tunajaribu. Tunaomba Mungu. Ndio. Mungu ibariki Tanzania. Wabariki viongozi wake, hekima, upendo na amani. Huu kujaribu unaweza kufafanua zaidi? Kwamba unajua yani ni nchi ambayo imebarikiwa kwa kila kitu. Yeah? Na tunaomba Mungu atujalie viongozi waliopo wanaokuja. Mimi nitakuwepo miaka mingapi? 30 au be gone. Tanzania itakuwepo. Kina mimi wazazi wangu walikuwepo, wameondoka, kina bibi. Unaona? Tunachoomba kwamba Mungu ajalie Tanzania tupate viongozi wazuri, sio kina Nyerere, kina nini. Wote na viongozi wazuri. Mungu atujalie na sisi Tanzania tuendelee kulinga. Maana huko nje ni rais kwa Tanzania. Ndio maana sasa hivi naambia
wewe ni rahisi vipi? It's easy to be Tanzania. Wewe ukiniambia wewe opinion yako nyumbani, mimi nakwambia naishi huko. It's easy to be Tanzanian. Kwa sababu nikisema Mtanzania, hamna mtu anapicha mbaya na Mtanzania. Umeona? Kwa sababu kama mazingira nyumbani yamekuwa ni tunakaa nyumbani. Tanzania tuzurudi, tunakaa nyumbani. We stay at home. We have everything at home. Umeona? So we hopefully as time goes on, the leaders get better. We get good leaders. Peace prevail. We're always the land of peace. Umeona? Kuna mambo yametokea. Umeona? Mambo yametokea. Mungu atie wepesi. That's what it is. Wewe kaka. Mimi na Watanzania tumeelewana kitu kimoja. Ndio. Unajua kuna hata wasanii kwamba they had to do something. Ndio. Umeona? Mimi naipeperusha nchi yangu. Umeona? Na mambo yakotokea nyumbani anything tunatoa. Mwenyezi Mungu atie pesa. Mungu ndiye. Unazungumziaje hilo swali? Umetaja wasanii, na hakika katika jamii wasanii ni miongoni mwa watu ambao wanashawishi maoni ya umma hasa katika michakato ya uongozi na kisiasa, na Tanzania tumeona wakijitokeza sana katika kutoa sauti zao na kuonekana. Kwa sababu sasa ujue mbona nakwambia, wewe una benefits directly kutoka kwenye huo uongozi na watu. Una amana kiongozi na watu. Kwa sababu una benefit direct. Umeona? Sasa kama sisi, mimi hapa ndo najaribu, lakini unakuta kama sisi tunakaa huko nje, tunaperusha nje. Umeona? My direct benefit na Tanzania na watu ni ile support ya nyumbani na sala. Umeona? Mpaka nikirudi nyumbani wasema amerudi, anaweza kufanya show. Lakini sasa mtu ambaye yuko pale wako liable kusema chochote. At least chochote. Kwa sababu wewe watu wanakulisha. Unazungumzaje hii katika Kiingereza cancel culture? Ni kitu ambacho kilionekana sana hasa baada ya uchaguzi. Wasanii na watu maarufu waliokuwa wakionekana kama wanaunga mkono upande ambao pengine wengine hawaungi mkono, walishambuliwa sana. Unajua baada ya uchaguzi ukitokea kila kitu. Kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, huwa kuna ule kila mtu ana chama chake. Umeona? And whatever has happened, despite the numbers, at least something has never happened in the country. Umeona? Wasanii hawakusema, watu hawakupenda hiyo, that's a natural reaction. Me, my opinion doesn't change anything. What is my opinion going to change? Nothing. Wale walichoamua kwa cancel wametoa sababu zao. Ndio. Hao wasanii wametoa sababu zao. What is my opinion needed for? Umeona? Mimi ninachofanya kama Mtanzania, na hapo ndo unauliza wewe kama Mtanzania umekuwa affected vipi? Mimi ndo nasema tunamuomba Mungu atujalie, atupe amani iliyopo. Whatever happened, yani we find maisha yanaendelea, tufike hapo tunapoenda. Captain, kabla nimetazama pia nataka kurudi kwetu. Utarudi kwenu tu, lakini nimeona pia kwamba kuna kando na kuwa mchekeshaji unacheza pia katika filamu. Kuna sehemu nimeona. Yani anifanya, lakini unajua mimi sasa hivi unaona I'm doing my thing. Sitaki kusumbua watu wala kutokea watu. Mimi maisha ni mafupi. Ndio. And I'm doing this knowing I'm going to be dead like maybe in 30 years or whatever. Like I'm not going to be here forever. Umeona? Na content wise, whatever I'm creating, nachotengeneza kina affect watu. Umeona? Kwa it's important what I'm making right now, what I'm talking, nachoongea sasa hivi, nachofanya sasa hivi. Niko answerable kwamba nikiondoka tusifute hivi vitu. This is the kitu ambacho nina concentrate nacho sasa hivi as a person. Na hii ndio taaluma ambayo full time ambayo unafanya, hakuna kingine ambacho unafanya pembeni. Yeah, mambo ya movie wanakuja, lakini sitaki mambo ya movie. Tunapotezeana muda. Afu walinifanya kwa movie moja. Ndio. Very good movie by the way. We even almost got to it was two movies that had to go for Oscars. Ilikuwa ni hiyo na moja Hong Kong, and Hong Kong went through. Lakini like I want to do something I'm in control of, and I'm in control of what I say. Hii kazi yako inahitaji muda sana na ubunifu wa hali ya juu. Kama nilivyosema, ratiba yako
imefurika. Una shows nyingi sana ambazo zimepangwa mfululizo. Unamudu vipi kufanikisha haya yote katika kipindi kifupi? Ni lifestyle, jinsi ya kuishi. Kubali kwamba hii ni kazi. Unajua, huwa tunaomba Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Lakini ukubali kwamba hii ni kazi. Sawa? Na kama ni kazi, basi unalala mapema, unakula vizuri, unafanya mazoezi. Umeona? Sio kwamba uko hivi sakia kitu kile unakunywa bata. Mwili unatapa. Kosa ni kazi, na kadri unavyokuwa clear headed, the easier the work is. Kosa unakuta nalala muda wa kutosha, asubuhi nasafiri, huo muda wa kusafiri, mchana nafanya kazi nyingine, kwa sababu performance ni easy, bado tuna organize tours huko na huko. And alafu ni kama kazi. Naamini kama una timu kubwa ambayo inakusaidia mpaka kuweka mawazo na maudhui kwenye karatasi. Na tuko watatu. Alafu vitu vyenyewe ujue sio atuhitaji. Ujue they say always master the basics. Alafu rudia process. Basi unavunja watu mbavu. Yani hivyo, kwa sababu yani kama ni mambo ya kufanya comedy ni kama wewe unavyotangaza. Umeona? Yani unawezaje kumkia hivi? Unajua masaa mawili jukwani ndugu yangu unawachekesha watu. Unaongea. Sasa uko mimi. Hiyo sauti ya utangazaji. Sema. Lakini wewe unatokea natural. Wewe sasa hiyo ndo kama mimi. Lakini kutoka hapa unafanya kuhariri, kufanya vitu vingine. Lakini ukifika muda unaingia ile. Kwa ni kama hivyo. Unakuta sasa ndo uzuri maisha yalivyo. Na hiki ndio kitu nasema, jamani. Hiki mambo ya Mungu sawa. Ni kwamba ni kila mtu umewekwa hapa unaka nafasi. Na kuna kitu ambacho unajua ni rahisi kufanya. Umeona? Na kama unafanya hizo unafanya kazi yako. Umeona? Mimi ninachekesha. Wewe hali umepitia mengi na katika kazi yako hii, unaweza kusema nini ambacho unaweza kusema hiki ndio kilinifikisha juu kabisa na pengine hiki ndio kilifanya nikajihisi kwa chini kabisa? Kuna tukio ambalo ukasema hapa kweli nimepatia hapa. Bwana, kuna tena ni mbili. Nasema mbili, sio mbili moja. Ya kwanza, kuna kampuni moja kubwa duniani. Walikuwa na contact kwa zaidi ya miezi 6. Wanataka kufanya kazi na mimi. Wanataka niuze tiketi zangu na mambo mengine na kila kitu. Tafanya kazi na mimi. Nikawakimbia Messi. Sababu? Basi tu. Hizi kwa basi tu. Basi tu. Ndio hivyo, kwa sababu what are you going to give me that I don't have? Lakini bwana hela pengine. Lakini hela hakuna mtu unazo. Umeona? Bora tu yani ujue kama nilikuwa maskini jana nimelala. You have to be comfortable, get comfortable with losing first before you start winning. Kwa nikafanya misita baadaye ninafanya show Berlin. Huyu mtu akaja pale kwa show. Akaja akasema we need to have a talk. Tukaongea kila kitu, wakanipa deal kila kitu. Alafu nikatoa namba moja la ajabu. Alafu akakubali. Ndio. Alafu nikaondoka. Cha pili. Mpaka leo najuza. Hiyo moja. Cha pili, siwezi kusema. Sasa ushatuahidi mambo mawili. Ni mara ya kwanza kuja Jerumani. Kwa sababu mimi tayari Tanzania ninafanya show kubwa. Ndio. Umeona? Tulikuwa tunawaleta kina Eric Omondi, kina Alex Manji, Fanny Fellas, kina Idris Ostani. This way we are doing this. Kwa nini washazofanya show kubwa? Ndio. Kwa nini nikaamia huko kwamba nikijua naweza nikafanya show kubwa. Lakini nikaangalia kuna shows Berlin, kwa nikawa sisi Tanzania mtu akifanya show nilikuwa nalipa watu at least $1,000, $1,500 kwa dakika 10. Hapa mzee nikiisha dakika 30 kwa euro 20. Nilipotoka hapo nikasema nahamia Hamburg, nikahama kabisa nikaanzisha Hamburg International Campus. Nikasema tengeneza industry mwenyewe hii mambo ya haukukata tamaa, ndio kitu kizuri. Sikukata tamaa, nisema huyu ni 20. Naanzisha show moja nitalipa 50 wenyewe.
Kwa ndio hivyo, lakini leo sasa uko hapa. Leo tuko hapa na tunamshukuru Mungu Bwana atujalie wote, tujalie nyumbani huko pote. Sio tunahangaika. Mungu atujalie pesa. Safi, asante sana Captain Khalid kwa kupata muda wa kukutana nasi katika DW Kiswahili na tunamtakia kila la heri. Nashukuru sana. Mara ya kwanza na mara ya kwanza, lakini kutakuwa na nafasi nyingine nyingi sana. Mara ya kwanza ni wachane. Wasubiri sana DW. Wamenipotezea. Ujue mimi nafanya shows huko. Tulikuwa na show kubwa ya Kiingereza Ujerumani. Hamna mtu anakuja. Nilipomleta Basketmouth kutoka Nigeria. Nguli. DW umetokea Berlin. Mimi kasema pale kwa Basketmouth mwenyewe sitoki na kwa wana mmoja nasema wamuulize huyu ni nani? Ndio. Nashukuru Mungu sana. Unapata fursa kama hii DW sasa. Bila basket. Na ni bidii yako. Bila shaka kazi yako imeonekana na tunashukuru, kila laheri. Asante sana. Asante sana mtazamaji, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye YouTube, Instagram, TikTok na hata Facebook. Mimi ni Bruce Amani. Kwaheri.